wa channel yako bora ya Mwandandila TV. Uhali gani? Na ninatumai umekuwa ni mzima wa afya na umekuwa na wakati mzuri sana. Wewe unatazama kupitia Mwandandila TV YouTube channel, lakini pia nikukumbushe tu kwamba tunapatikana pia TikTok kupitia Mwandandila Media World, lakini pia YouTube tumefanya maboresho au marekebisho, inafahamika kwa jina la Mwandandila Media World, lakini pia Instagram Mwandandila Media, Facebook Mwandandila Hwen. I think leo nataka nikupe ujumbe fulani ambao utakusaidia kwenye maisha yako. Pengine ni kijana ambaye una mtazamo wa kutaka kuwa kiongozi mkubwa sana siku zijazo, au ni mzee pia umekuwa katika siasa kwa muda mrefu na mtazamo wa kuwa kiongozi bora kwa ajili ya wakati ujao. Nataka nikupe pointi moja hii. Ukitaka kuwa kiongozi bora, kiongozi hapatikani kupitia kuwa chawa kwa mtu. Kiongozi aliye bora anafanya vitu kabla ya kuwa kiongozi vitakavyoonekana kwa wale watu ambao watakubali ya kwamba huyu ni kiongozi. Lakini kiongozi yoyote ambaye anatarajiwa kupatikana kwa njia ya kusifia mtu fulani hana sifa ya kuwa kiongozi. Kwa nini? Kwa sababu yeye amekwenda kwenye ile nafasi ya uongozi kupitia kumpaka mafuta kwa mgongo wa chupa kiongozi fulani, ila yeye kama yeye kacha uongozi ndani yake hana. Na naomba uelewe kitu kimoja. Tuna viongozi wengi ambao pengine kuna teuzi za mheshimiwa rais anazifanya, kuna teuzi zinazifanyaga huwa makanisani huko au maeneo mbalimbali ya mkusanyiko au taasisi ambayo tunahitaji tu na kiongozi. Kiongozi si kwa sababu yuko karibu na bosi ndio ana sifa kuwa na kiongozi, hapana. Uongozi ni karama kutoka kwa Mungu. Uongozi ni kibali. Uongozi unaishi ndani ya mtu. Na hapo nikupe pointi moja hii. Kama unasali ama usali, unaswali au uswali, hatuendi kusomea uongozi. Sifa ya mtu kiongozi anaanza tangu kuzaliwa, tangu tumboni mwa mama yake. Epusha hii milengo ambayo tunasema tuna vyuo vya kisiasa, politics, tuna vyuo vya utumishi wa umma. Kuwa na vyuo hakusababishi kuwa ndio kupata sifa viongozi bora. Kiongozi bora lazima tuangalie mtazamo wake ni upi. Ni kwa kiasi gani ana uwezo wa kutatua changamoto za watu? Ni kwa kiasi gani hawezi kutatua changamoto hizo kwa njia ya upendeleo? Ni kwa kiasi gani huyo kiongozi anaweza akafaa kuona kwamba yani matatizo ya watu akayabeba kama yake, kisha akatafuta kufumbua ufumbuzi wa lile tatizo. Kwa bahati mbaya sana leo hii, I think pengine hata katika nchi yangu ya Tanzania, country of Tanzania, au mataifa ya Afrika Mashariki au pengine Afrika, tuna viongozi wengi ambao kwa sababu baba aliwahi kuwa kiongozi, basi na huyu akipita rais fulani atamteua maana babake ana historia ya kuwa kiongozi. No. Baba yake alikuwa kiongozi, si hadi yeye lazima awe kiongozi. Mwalimu Nyerere amekuwa ndiye president wa kwanza country of Tanzania, lakini haimaanishi kwamba watoto wote aliozaa ukoo mzima una sifa kuwa viongozi bora. Akina Nelson Mandela, ndio maana kuna viongozi waliofanya vizuri na waliofanya vibaya. Kwa naomba nini ninachotaka niwasilishe siku ya leo ni kwamba kwa mtazamo wangu binafsi, rais hakosei kuteua viongozi anaowahitaji kwa sababu wanamfaa kwenye eneo lake. Lakini nilitamani kuona kwamba katika maeneo mbalimbali, si kwamba ninapinga uteuzi wake, lakini ninafikiri kwamba viongozi wengi ambao anawateua yeye ni kwa sababu wanamfaa kwenye eneo fulani kwa ajili ya kuwezesha chama pengine kuweza kushinda. Ni jambo zuri, hata ingelikuwa Chadema au ACT Wazalendo wangefanya hivyo. Lakini kiuhalisia, viongozi wengi wanaoteuliwa na viongozi wakubwa wa nchi hawana sifa ya kuwa viongozi bora. Leo hii hapa tuna viongozi ambao wameteuliwa kutoka kwenye ukuu wa mkoa wametemwa na wanatarajia kwenda kuwa wabunge. Historia yako itakubeba. Sio maarufu utakubeba, historia yako. Kuna mtu mwingine anafanya kuonekana kiongozi bora kwa sababu anataka apate maslahi. Kiongozi mzuri yoyote atangulizi maslahi yake binafsi, anatanguliza utu wa watu wengine mbele. Hata katika maombi, ukitaka ufanikiwe katika kuomba kwako, usiombee biashara yako ile unayoamka asubuhi unaenda kuifanya pale. Ombea biashara
ile chanzo chake ni kipi. Kama mzigo wako unajumlia Tunduma au Dar es Salaam, ombea kwanza eneo la Tunduma na Konde Zambia, ombea kwanza Kariakoo Dar es Salaam. Kukiwa shwari kule, mzigo utakuja. Kusipokuwa shwari kule, kukiwa hakuna amani Dar es Salaam, mzigo utakuwa hauna. Kwa bahati mbaya, walokole waliookoka wengi au Waislamu wengi wenye misimamo mikali au watu wanaodaiwa wanamjua Mungu wameshindwa namna ya kuomba. Wanataka waombe kwa ajili ya biashara yake eneo husika nalo kwenda kuuza. Wewe bila shaka umepoa sana kiroho kuliko hata maiti iliyokufa kaburini. Aliye bora katika maombi anaombea kule ambako ni chanzo cha ile biashara anayouza. Haombei hapa ambapo anauza. Hivyo basi, tuwape kongole wale ambao wameteuliwa na Mheshimiwa Rais. Lakini tanguliza maslahi ya taifa kwanza mbele. Usitangulize posho utakazopewa mbele. Usitangulize mishahara utakayopewa mbele. Na ningelitamani sana wakuu wa mikoa wangelikuwa wanachaguliwa na wananchi, wasiteuliwe na rais. Kwa sababu kama kila kipengele kikiwa kinamhusu rais, basi hata chaguzi zetu hazitakuwa na uhuru na haki, maana walio wote wanaoteuliwa watakuwa na dili kuweza kumsifia rais, kumsifia yote. No. Rais amekuteua si kwa sababu ya kumsifia, nataka aone pia nia ya dhati ya kile ulicho nacho ndani kinaweza kikafanya kazi kwa ajili ya wale wananchi anaowaongoza waliomwamini yeye. Yeye hana kosa kuchagua. Lakini issue, hebu tumia akili yako kwenda zaidi kama kiongozi, ufanye maendeleo yanayogusa wananchi. Rais atakupenda hata usipomsifia yeye, si vitu vinaonekana ulivyofanya. Lakini vinginevyo tu basi tutabaki tu utamsifia rais, lakini mwishowe kama akikuta haumfai pia atakutoa amweke mtu mwingine. Kinachomfanya mtu afahamike kwa umaarufu ni kazi anazozitenda, na sio sifa za kuwa uchawa kila kitu kuweza kusifia. No. Wewe ni bora. Kila mtu duniani ni bora, ila ubora tunatofautiana. Lazima ukubali hilo. Kila mtu duniani ni bora, ila ubora tunatofautiana. Wala mimi nakupenda sana. Mimi ni kuhani na mtume Apostle Kweni Mwandandila. Naona leo itakushangaza sana. Mbali ya uandishi wa habari, mimi ni mtumishi wa Mungu. Nakupenda sana na nalipenda sana taifa langu la Tanzania. Nampenda sana pia rais wetu Dr. Samia Suluhu Hassan, lakini pia nawapenda pia uongozi mzima wa serikali kuanzia ngazi ya kitongoji hadi taifa. Lakini tunakwenda kipindi cha uchaguzi, lazima tupate viongozi ambao ni haijalishi wanatoka ndani ya CCM, haijalishi kutoka vyama vya upinzani, lakini tunahitaji kupata viongozi wanaotanguliza maslahi ya wananchi mbele kuliko matumbo yao na watoto wao. Hakuna mtu mwenyewe hapendi asomeshe watoto wake kwenye shule za international, ila kwa bahati mbaya wengi wakiingia huko wanataka kwamba yeye watoto wake wawe kwenye shule za kifahari, watoto wa wengine atuletee hoja za propaganda za uongo. Hatuwezi tukakubali haya. Tunahitaji kupata viongozi sahihi na sio viongozi ambao wametoka ni makapuku maskini makwao ili watajirikie kwenye ofisi za serikali. Haiwezekani. Mwana diplomasia kijana wa pale, nikutakie jioni njema. Enjoy today kutazama Mwandandila TV YouTube channel. Subscribe, like, comment na kushare, lakini pia Instagram like, comment na kushare, lakini pia TikTok Mwandandila Media World, Facebook Mwandandila Kweni. Bwana, nakupenda sana na stay tuned kuendelea kufuatilia matangazo yetu. Bye na kwaheri.